Kamati ya usimamizi na uendeshaji wa ligi kuu ya NBC Premier League nchini Tanzania hatimaye siku ya leo wametoa adhabu katika mchezo wa dabi ya Kariakoo ulitamatika kwa sare ya bao 2-2, huku klabu ya Young Africans wakiwa ndio waathirika wakubwa wa release hiyo ambayo imetolewa kwa siku ya leo. Klabu ya Young Africans imetozwa kiasi cha shilingi milioni 30 za Tanzania kwa kosa la kutumia vyumba vya nje ya uwanja wa Meja Isamuhyo ambao kimsingi ndio ulikuwa uwanja wa mchezo huo. Lakini pia meneja wa klabu hiyo wa Young Africans Walter Harrison amefungiwa michezo mitatu kwa kosa la kumsukumiza nyota wa klabu ya Simba Clatous Chota Chama. Tunakwenda kuangazia adhabu hizi ambazo Young Africans wamezipata. Walistahili kwa kile ambacho walikifanya katika mchezo huo mkubwa wa nchi ambao ulitikisa moja kwa moja. Naitwa Leopard John, niko hapa na Shabel Daniel tukaenda kuangazia adhabu hii ambayo Young Africans wamekwenda kukumbana nayo. Shabel, Yanga kwa mara nyingine tena katika situation ya discipline misunderstanding. Leo ni timu nzima kwa ujumla na uongozi ukiwemo milioni 30 kwa kutotumia vyumba vya kubadilishia nguo katika mchezo husika dhidi ya Simba Sport Club. Hii inaashiria nini bado kwenye kosi ya Young Africans katika upande wa kinidhamu? Ni ukiukwaji wa kanuni ndio kitu ambacho kimeonekana hapa, na sio mara ya kwanza Yanga wanakiuka kanuni, either ni kanuni za uendeshaji wa taratibu za kimchezo, either masuala ya kinidhamu, ndio ukiukwaji wenyewe huo wa kanuni za ligi kuu. Na ukisoma kosa ambalo ameshtakiwa ni lile la ukiukwaji wa taratibu za mchezo ambazo ukisoma hapa kwenye kanuni wamevunja kanuni ya 17 kipengele cha 15 ambacho kinaelezea utaratibu wa mchezo, na kipengele hicho kikisoma kinajielezea wazi kwamba ngoja nikisome hapa, nakwambia iwapo itathibitika bila kujali kukatwa au kutokatwa, inazungumza kwamba baada ya kuwasili uwanjani katika muda rasmi na muda wote kabla ya kuanza kwa mchezo na wakati wa mapumziko, timu zitalazimika kupumzika kwenye vyumba vyao vya kuvalia kutumia mlango rasmi kwa ajili hiyo na si vinginevyo. Kwa hiyo ukisoma kanuni ya 17 kipengele cha 20 kinazungumzia utaratibu wa mchezo kwamba timu zinapowasili uwanjani lazima vitumie vyumba rasmi kabla kuanza kwa mchezo, wakati wa mapumziko na baada ya mchezo. Lakini sasa ukiangalia Young Africans wao walikiuka hii kanuni kwa kutotumia chochote. Wakasema chumba kina harufu. Of course hawakutoa sababu, mpaka sasa hivi hawajatoa sababu za kwa nini hawakutumia chumba kile kilichokuwa rasmi kwa ajili ya mchezo huu. Hawajaweka hiyo sababu, tusiwatengenezee maneno. Wanajua wao kilichowafanya wasitumie hicho zile dressing room. Kwa hiyo kwa vile wamekiuka kanuni, ndio hapa wamekutana na hiyo adhabu. Lakini watu pia wanaweza kuwa wanajiuliza kwa nini adhabu hiyo ni kubwa sana, haipo kwenye zile kanuni za kawaida. Kwa sababu tulishuhudia kwa mfano kwenye mechi ambayo Simba walicheza na Yanga ya raundi ya kwanza ugenini kule Zanzibar, hawakutumia nao dressing room, wakatumia nje pembezoni. Kwa hiyo wao walitumia vyumba tofauti na vile vilivyopangwa, lakini ilikuwa ndani ya uwanja. Yanga ameadhibiwa adhabu kubwa hii kwa sababu hakutumia, yani alitoka sehemu ya mchezo kinyume na taratibu za uendeshaji nje kabisa, nyumba nyingine. Kwa ndo maana hapa sasa kikanuni pia TFF wakawa na mwongozo mwingine, wanakwambia na adhabu hii ya milioni 30 ni kwa sababu wametumia kanuni ya 17 kipengele cha 62 kuhusu pia taratibu za mchezo. Kipengele cha 17 62 chenyewe kinasemaje kwamba kinazungumza kwamba ni kwamba kinazungumza kwamba team ama TFF ama bodi ya ligi inaweza kutoa adhabu zaidi kwa kutoza faini zaidi au adhabu nyingine yoyote zaidi au kuongeza adhabu yoyote iliyotolewa kwa mchezaji, kiongozi, mwamuzi au timu
kutokana na kuthibitika ukiukwaji zaidi wa taratibu au makosa yanayojirudia katika msimu mmoja au kutegemeana na uzito wa mazingira ya ufanyaji kosa au mwendelezo wa kutenda kosa. Kwa hiyo ili kosa ambalo Yanga ameadhibiwa kwa fedha hiyo kubwa, kwa mujibu wa hii kanuni ya 17 kipengele cha kanuni ya 27 ya kipengele cha 7 ni kutokana na ukiukwaji uliokithiri. Yaani walichokifanya Yanga ni walienda extra na zaidi ya utaratibu wa kawaida ama ukiukwaji ule wa kawaida wa taratibu za uendeshaji wa ligi yetu. Kwa hiyo ni adhabu ambayo kwa mujibu wa TFF na bodi ya ligi wameona kwamba wanastahili kutozwa kiasi cha fedha, lakini mwisho wa siku Yanga ameadhibiwa kosa la kukiuka kanuni za ligi kuu. Sawa, tuje tuangazie sasa kwa Young Africans wenyewe. Limekuwa ni jambo ambalo sio mara ya kwanza, sio mara ya pili, sio mara ya tatu, limekuwa lina mtindo wa kujirudia rudia. Pengine kwa uongozi wa Young Africans wenye wanaliona hili ni wazi timu ya Young Africans katika upande wa uongozi hasa nidhamu bado hawajawa na uongozi ambao umenyooka katika kuwafanya wachezaji wao, lakini timu kwa ujumla izingatie zile wasema kwamba ni kanuni za bodi ya ligi. Wanafahamu utaratibu, yani utaratibu huo unafahamika. Lakini muda mwingine ni makusudi, kiburi. Lakini pia mpira wa Tanzania pia una mambo mengi sana. Yaani hizi unajua kanuni na taratibu zipo tu kama miongozo, lakini kuna namna haziwabani kiasi hicho hizi timu kiasi kwamba watu wawe na hofu na haya ambao na matukio ama matendo ambayo wanayafanya. Ingekuwa labda ukikutwa na hatia ya kufanya makosa kama haya kikanuni, makosa makubwa kama walifanya Yanga, labda unakatwa alama ama unacheza mechi zako bila mashabiki, wangekuwa na hofu ya kufanya haya matukio. Lakini kwa vile ni fine fedha ambayo inaweza ikatoka, hata niliwe kumsikiliza juzi hapa alikuwa anazungumza mkuu wa masuala ya digital ya Yanga Privadinho, akasema yani kukatwa point kunauma zaidi kuliko fine. Yani fine unaweza ukalipa, alafu kama unalipa na kile ambacho ulikifanya kilikusaidia, wala kwao sio shida. Kwa hiyo unaweza ukaona ni vitendo ambavyo vimetokea na vitatokea kwa kauli ya Privadinho, kiongozi wa Young Africans, kwamba wataendelea kufanya as long as ni fine na sio point ambayo ndo wangekatwa ama wangepokonywa zingeumiza. Ina maana ni kitu ambacho tukitarajia tena kitatokea katika siku za mbele.